Mambo 6 ya kushangaza kuhusu malaika. Hii ni sehemu ya kwanza ya somo hili kuhusu malaika kama watumishi wa siri katika ufalme wa Mungu. Na katika sehemu hii ya kwanza tutajifunza kwa mifano dhahiri na marejeo kutoka katika maandiko matakatifu kama sehemu ya uthibitisho kuhusu mambo 6 ya kushangaza kuhusu malaika. Karibu tena ili tuanze pamoja na mimi rafiki yako katika Kristo Yesu, Mwalimu Emmanuel Mganga. Jambo la kwanza, malaika hawajui saa wala siku ya kurudi kwa Yesu mara ya pili ulimwenguni. Hili ni jambo la kwanza la kushangaza kuhusu malaika, na ushahidi wa jambo hili tunaupata katika Injili ya Marko mtakatifu sura ya 13 mstari wa 32. Neno la Mungu linaposema, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ijuaye, hata malaika walioko mbinguni wala mwana ila Baba. Akieleza kuhusu jambo hili, mchungaji na mwanzilishi wa huduma ya The Grace to You, John MacArthur, aliwahi kusema, ingawa malaika wako mbinguni na wanakizunguka kiti cha enzi cha Mungu, hawajui mipango yote ya Mungu kwa ukamilifu. Hivyo basi, japo malaika wamepewa hekima ya juu sana na ufahamu mkubwa kuhusu mambo ya kiroho, lakini ufahamu wao umepewa mipaka kiasi cha kutojua siri na mambo yote ya Mungu, hasa ujio wa Yesu mara ya pili ulimwenguni. Jambo la pili, muonekano. Malaika hawana miili kama wanadamu, lakini kwa uwezo wa Mungu wanaweza kuonekana kwa namna ya mwili. Na jambo hili la kushangaza kuhusu watumishi hawa wa siri katika ufalme wa Mungu tunalipata katika waraka kwa Waebrania sura ya 13 mstari wa 2, neno la Mungu linaposema, msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Aya hii inaonyesha kuwa malaika wanaweza kuvaa mwili na kuonekana kama watu wa ulimwengu huu, kiasi kwamba mtu una uwezo wa kuzungumza nao na kuwakaribisha bila kujua kuwa ni viumbe wa kiroho. Na huu ni uwezo wanaopewa na Mungu ili kutekeleza kazi au wajibu maalum duniani. Kwa habari ya malaika kuvaa mwili na kuonekana kama mwanadamu, tunaweza kurejea maneno ya mtheolojia Thomas Aquinas alivyowahi kusema, kama vile mtheolojia Thomas Aquinas alivyowahi kusema, malaika ni viumbe wa kiroho, lakini Mungu huwapa uwezo wa kuchukua mwili kwa muda. Na mfano mzuri katika hili tunaupata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 18 na sura ya 19, sura zinazoeleza habari ya malaika watatu waliomtembelea Ibrahim katika umbo la mwanadamu, wakakaa kwake na kula chakula, kisha wakagana naye Ibrahim na kuelekea katika mji wa Sodoma. Kumbuka, malaika ni roho na roho haina mwili. Lakini kwa mapenzi ya Mungu, malaika wanaweza kuvaa mwili na kuonekana kama wanadamu. Jambo la tatu la kushangaza ni uhuru wa kuchagua. Jambo la tatu la kushangaza ni uhuru wa kuchagua. Si mwanadamu peke yake aliyepewa uhuru wa kuchagua kati ya kumtii Mungu au kuasi, bali kwa mujibu wa maandiko matakatifu, malaika pia kama viumbe katika ulimwengu wa roho, tangu uumbaji Mungu aliwapa utashi wa kuamua kati ya kutii au kuasi. Malaika pia kama viumbe katika ulimwengu wa roho, tangu uumbaji Mungu aliwapa utashi wa kuamua kati ya kutii au kuasi. Na ushahidi wa hili tunaupata katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 14 mstari wa 12 hadi wa 15, na katika kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 28 mstari wa 12 hadi wa 17. Haya ni baadhi ya maswali niliyoendelea kujiuliza. Ikiwa Mungu amewapa malaika uhuru wa kuchagua, je, kuna tofauti kati ya uhuru wa kuchagua waliopewa malaika na wanadamu? Je, lengo la Mungu kuwapa malaika uhuru wa kuchagua lilikuwa ni nini? Bado najiuliza, je, malaika waliomtii Mungu wanaweza kuasi tena? Je, kuna ushahidi wa kibibilia unaoonyesha kwamba kuna baadhi ya malaika waliomuasi Mungu kwa sababu ya uhuru waliopewa katika kuchagua? Katika maswali yote haya Biblia haijanyamaza kimya, kwani inatupa ushahidi wa hali hii na uwezo wa kuchagua waliopewa malaika na Mungu katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 14 mstari wa 12 hadi wa 15, na katika kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 28 mstari wa 12 hadi mstari wa 17. Hili ni jambo la kushangaza, kwani Biblia inatujuza ya kuwa malaika walioutumia uhuru wao vibaya wa kuchagua wamebaki katika hali hiyo hiyo milele. Angels have free will.
malaika wana uhuru wa kimaamuzi wa kuchagua kati ya kumtii Mungu au kuasi, na hili ni jambo la tatu la kushangaza kuhusu malaika. Jambo la 4 la kushangaza kuhusu malaika ni hili: malaika hawana uwezo wa kuwepo kila mahali kwa wakati mmoja. Angels are not omnipresent. Na ushahidi wa kibibilia unaonyesha ya kuwa malaika hawana uwezo wa kuwa kila mahali kwa wakati mmoja. Tunaupata katika kitabu cha nabii Danieli sura ya 10 mstari wa 12 hadi wa 14. Katika kifungu hiki malaika anamwambia Danieli kuwa alizuiliwa kwa siku 21 na mkuu wa ufalme wa Uajemi. Tunaweza kutumia sura hii ya 10 ya kitabu cha nabii Danieli mstari wa 12 hadi mstari wa 14 kama kigezo tosha tena cha kudhihirisha ya kuwa malaika hawawezi kuwa sehemu zaidi ya 2 kwa wakati mmoja, na kuna wakati huwa wanahitaji msaada kutoka kwa malaika wengine ili kukamilisha kazi yao. Mpendwa katika Kristo, ni muhimu kuelewa kuwa malaika hawana uwezo wa kuwa sehemu zaidi ya 2 kwa wakati mmoja, kwa sababu wao ni viumbe walioumbwa na Mungu na tena wamepewa mipaka ya mahali na muda. Na jambo hili linatufundisha kumheshimu Mungu zaidi, kwa sababu yeye ndiye mwenye sifa hii na uweza wa kuwa mahali kwa wakati wowote, kwani Mungu pekee yeye huwa hafungwi na mipaka ya mahali au muda. Hivyo tunapaswa kumtegemea Mungu na wala si malaika, kwa sababu Mungu yupo kila mahali. Soma Zaburi ya 139 mstari wa 7. Neno la Mungu linaposema, niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Andiko hili linathibitisha ya kuwa Mungu yupo kila mahali. Kila ulipo yeye yupo, kila uendapo yeye yupo. Jambo la 5. Jambo la 5 ni hili: huweza kutokea na kutoweka kwa ghafla. Hii ni sifa ya 5 na uwezo wa kipekee Mungu aliowapa malaika, na uwezo huu unafanya kuwa ni jambo la 5 la kushangaza kuhusu malaika. Malaika ni watumishi wanaofanya kazi sana katika ulimwengu wa roho, aina ya ulimwengu ambao huwa si rahisi sana kuonekana kwa macho ya damu na nyama. Ila kwa neema ya Mungu na kwa mapenzi yake yeye mwenyewe, anaweza kukufunulia na kuona jinsi malaika wanavyotekeleza majukumu yao katika ulimwengu huu wa roho na kutoweka kwa ghafla. Na jambo hili linaonyesha asili yao ya kiroho na uwezo wao wa kuishi nje ya mipaka ya mwili wa kibinadamu. Na ushahidi wa sifa hii na uwezo huu walionao malaika tunaupata katika kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 11 hadi ule mstari wa 22. Malaika wa Bwana alivyoweza kumtokea Gideon na kutoweka kwa ghafla baada ya kumpasha habari iliyompasa kujua. Si hivyo tu, hata pia katika kitabu hichi tena cha Waamuzi sura ya 13 mstari wa 3 hadi wa 21, malaika wa Bwana aliweza kumtokea Manoa na mkewe na kuwapasha habari juu ya wao kupata mwana atakayefanyika kuwa mwamuzi kwa taifa la Israeli. Naye akisha kuwapasha habari na kupokea sadaka yao, malaika huyu alitoweka kwa ghafla. Si hivyo tu, hata katika Injili ya Luka mtakatifu sura ya 1 mstari wa 11 hadi wa 38 tunaona habari ya malaika aliyekuja kumpasha habari Zakaria kuhani. Mara tu baada ya kumpasha habari ya yeye kupata mwana atakayetengeneza njia ya Kristo, malaika huyu alitoweka ghafla na kurudi katika enzi yake. Kumbuka, malaika wamepewa uwezo huu wa kutokea na kutoweka kwa ghafla katika ulimwengu huu wa macho ya damu na nyama. Hivyo hili ni jambo la 5 la kushangaza sana kuhusu malaika. Jambo la 6 na la mwisho la kushangaza kuhusu malaika ni hili: malaika watasimama mbele za Mungu kuhukumiwa. Ingawa Biblia haitoi maelezo ya kina kuhusu tukio la kuasi kwa malaika, ila waraka wa pili wa Petro sura ya 2 mstari wa 4, neno la Mungu linasema, kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni, akawatia katika vifungo vya giza, walindwe hata ije hukumu. Andiko hili linatuthibitishia ya kuwa baada ya malaika walioamua kumwasi Mungu, kulizuka makundi mawili ya malaika, yani malaika waliomuasi Mungu
na wale ambao waliendelea kutii mamlaka ya Mungu. Malaika watasimama mbele za Mungu kuhukumiwa. Na ushahidi wa ahadi hii ya Mungu kwa malaika walioasi tunaupata tena katika waraka wa Yuda sura ya 1 mstari wa 6, neno la Mungu linaposema, na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. Andiko hili linaonyesha kuwa malaika walitenda dhambi na kuiacha nafasi yao waliokuwa wamepewa na Mungu. Baada ya kufanya makosa haya, Mungu aliwatenga na kuwaweka kwenye hali ya kifungo wakingojea siku ya hukumu ya mwisho. Na katika Biblia inafundisha ya kuwa katika siku ya hukumu malaika waliomuasi Mungu watatupwa katika ziwa la moto. Soma Injili ya Mathayo sura ya 25 mstari wa 41. Neno la Mungu linaposema, kisha akawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu, mliolaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Bado ninayo mengi ya kukujuza kuhusu malaika. Ikiwa umependezwa na somo hili, basi nitumie fursa hii kukukaribisha mtu wa Mungu kusikiliza tena sehemu ya pili inayofuata ya mafundisho haya, ambayo imekusudia kukujuza kazi kuu 5 na majukumu muhimu ya malaika katika ufalme wa Mungu. Basi ikiwa una swali, maoni au ushauri, napatikana katika mitandao ya kijamii kama Mwalimu Emmanuel Mganga. Pia usisahau kusubscribe katika chaneli hii ili uendelee kuwa wa kwanza kupata taarifa ya masomo na vipindi mbalimbali vya mafundisho ya neno la Mungu yatakayokuwa yanaendelea katika chaneli hii. Mpaka muda na wasaa mwingine, amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya.